Mtazamaji wa Michuzi TV, leo tuko hapa nyumbani kwa kina Rafati Ali Simba. Ni mwandishi wa vitabu lakini pia ni mtetezi wa masuala ya mazingira. Kikubwa kilichotuleta leo hapa ni kuhusu utunzi wake wa vitabu. Safari yake ya utunzi wa vitabu ilianzia wapi na kwa nini ameamua kuandika kitabu cha Rais wa Kwanza Mwanamke? Niko na Rafati hapa. Ye mwenyewe atatuelezea kwa kina alianzaje kuandika kitabu hiki. Habari, jina langu ni Rafati Simba. Mimi ni mwandishi wa vitabu na kitabu changu cha kwanza kinaitwa The First Female President ama Rais wa Kwanza Mwanamke. Mimi pia ni mzungumzaji wa hadhara mwenye lengo la kuwahamasisha watoto na vijana kuweza kutimiza malengo yao bila kukata tamaa hata kama wakipitia changamoto. Pia ninazungumza lugha tatu ambazo ni Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Bila kusahau mimi ni General Secretary wa Jukwaa la Wazalendo Huru Chipukizi Tanzania. Nilianza kupenda ama safari yangu ya uandishi ilianza rasmi pale nilipokuwa darasa la 5 ambapo niliingia mara ya kwanza kufanya training ya uandishi na mentor wangu. Kitabu changu cha kwanza The First Female President kinahusu namna ambavyo mtoto Sakina ambaye ndiye main character katika kitabu changu alivyoweza kubadilisha mtazamo wa jamii yake. Katika jamii ya Sakina waliamini kuwa wanawake ni watu wa kukaa jikoni, ni watu wa kufanya kazi za nyumbani pekee yake. Lakini Sakina aliamini tofauti. Yeye na familia yake waliamini kuwa mwanamke ana uwezo wa kufanya mengi zaidi, na Sakina aliishi maisha yake yote kwa kuhakikisha kwamba ataimprove jamii yake kuwa mwanamke ana uwezo wa kufanya mengi zaidi. Katika kitabu changu hichi cha The First Female President ninaelezea namna ambavyo Sakina aliweza kupitia changamoto mbalimbali katika safari yake ya kusoma, safari yake ya kutimiza malengo yake, alivyopitia vikwazo na kukataliwa na watu mbalimbali, hasa wanaume ambao waliamini kuwa wanawake hawana uwezo wa kufanya chochote bali ya kukaa jikoni ama kufanya kazi za nyumbani. Na nilipata hamasa ya kukiandika hiki kitabu kutokana na tulivyopata rais wetu wa kike Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Alinihamasisha na kuona kwamba wanawake na watoto wa kike tuna uwezo wa kutimiza malengo yetu. Hivyo nikakiandika hiki kitabu kwa lengo la kuwahamasisha watoto wa kike wenzangu na vijana wa kike wenzangu tuweze kujipambanua na kuweza kugundua ni uwezo gani ambao tunao kwa ajili ya kutumia uwezo huu kufikisha malengo yetu. Na sio lazima wote tuwe viongozi, sio lazima wote tuwe madaktari. Ili mradi unajua ni kipi ambacho unapenda kukifanya, basi hakikisha unatafuta namna yote ya kujifunza na kujijenga kutokana na hicho kitu ambacho unakifanya. Na safari yangu mimi ya uandishi ilianza kutokana na support ya wazazi wangu na shule ambayo nilikuwa naisoma nikiwa darasa la kwanza, ambayo ilikuwa inatupa mashindano mbalimbali ya kuzungumza, ya kuandika na kusoma, ambapo pale ndipo nilipoanza safari yangu ya kupenda kuandika na kusoma vitabu kwa ujumla. Kwa nini Rais wa Kwanza Mwanamke na sio rais mwingine? Niliamua kutumia jina Rais wa Kwanza Mwanamke kwa sababu kwa mara ya kwanza nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulipata rais mwanamke, na niliona hii ni kitu iconic na very historical kwa kuwa ilionesha taifa kuwa wanawake tunao uwezo wa kuwa viongozi. Hivyo nilitaka kutumia hii kama title ya kitabu changu ili kuhakikisha kwamba wanawake, toto na vijana wa kike tunafahamu kuwa uwezo tunao na tusiruhusu kukatishwa tamaa ama tusiruhusu kukata tamaa na kuacha kuendeleza kutimiza malengo yetu. Hivyo nilitumia jina Rais wa Kwanza Mwanamke kuonesha kwamba wanawake tunaweza, lakini hii haimaanishi kuwa kitabu changu ni kwa ajili ya wanawake peke yake. Katika umri wako Rafati, unamzungumziaje Rais Samia? Kama mwandishi mdogo na kama mtoto wa kike ambaye ana malengo ya kutimiza mengi, ninamuona Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kama mtu ambaye amekaa kama role model kwa watoto wa kike wa Kitanzania wengi, kwa sababu ameweza kuonesha kwamba japokuwa katika historia yetu kama taifa tumekuwa na viongozi wa kiume wengi ambao wameiongoza serikali yetu vizuri, bado alionyesha kwamba na yeye anahitaji nafasi ya kuonesha kwamba ana uwezo wa kuliongoza taifa letu. Na kutokana na hii inaonesha kuwa wanawake tunao uwezo mkubwa sana wa kuongoza katika nafasi za juu. Maana sio tu Tanzania bali ni nchi nyingi sana duniani ambazo mpaka leo wameshindwa kupata mwanamke kiongozi ambaye anawawakilisha wanawake katika nchi yao. Na kwa kuwa sisi kama taifa tumepata bahati hiyo, basi nimeweza
nimefurahia nafasi hii ya kwamba tunaye rais wa kike, na ninamuona kuwa kama kipaumbele changu cha kuweza kutamani na mimi niweze kufikia katika nafasi mbalimbali za uongozi kubwa zaidi, na sio kujilimit ama kushindwa kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo nimependa kwamba tumepata rais wa kwanza mwanamke, hivyo atakuwa ni kama role model kwa watoto na vijana wa kike katika taifa letu, kutokata tamaa na kujisukuma kuweza kutimiza vitu ambavyo ni vikubwa zaidi, na kuwaonesha dunia kwamba wanawake tunaweza pale tu tutakapoamua kufanya vitu vikubwa. Unatamani watoto wenzako wajifunze nini kupitia kitabu ambacho umekiandika? Kutoka katika kitabu changu cha kwanza cha The First Female President, ama rais wa kwanza mwanamke, ninategemea kwamba watoto wenzangu ama vijana wenzangu waweze kujifunza kwanza kwamba moja, tuna uwezo wa kutimiza chochote kile ambacho tunataka as long as tutajiamini, kwa sababu kuna vikwazo vingi sana ambavyo vinatukuta sisi watoto katika safari yetu ya ukuaji, na tusipokuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto hizi, wengi wetu sana huishia katika kukata tamaa na kutokuweza kutimiza malengo yetu. Lakini katika kitabu changu nimeweza kuhighlight kwamba hata Sakina alipitia changamoto mbalimbali, lakini yeye aliweza kuzihimili changamoto hizi na kutimiza malengo yetu. Basi hata sisi tuna uwezo wa kufanya hivyo. Lakini pili, nilipenda watoto wenzangu na vijana tuweze kujifunza kwamba stereotypes ama maoni ya watu wengine hayawezi kudefine wewe ni nani. Just because mtu mwingine anaamini kwamba wewe hauwezi kufanya hivi na hivi na hivi, haimaanishi kuwa hauwezi kufanya hivyo. It means kwamba unatakiwa kuongeza nguvu zaidi ya kwa ajili ya kumprove wrong yule mtu aliyosema kwamba hauwezi kufanikisha hivi na hivi na hivi. Kwa ukiona una malengo yako lakini kuna watu wengine wanakukatisha tamaa, usiwasikilize, bali endelea kuweka jitihada na nguvu zaidi ili kuwa prove wrong yule ambaye amesema hauwezi kutimiza malengo yako. Na hiyo ni katika kitabu changu cha kwanza. Katika kitabu changu cha pili ninachokiandika kwa sasa kinachohusu namna ambavyo vijana na watoto wanaweza kutimiza malengo yao na kuwa na kesho bora zaidi. Kwanza nimelenga watoto na vijana tuweze kujifunza kwamba kufanikiwa kuna hatua, na lazima hatua hizi kila mmoja wetu azipitie ili kuweza kufikisha maendeleo yake ama kuweza kufikisha kesho ambayo anaitamani yeye kwa ubora wa kutimiza malengo yake. Kwenye uandishi wako wa vitabu ni mafanikio gani ambayo umeyapata mpaka sasa? Kama mwandishi wa vitabu nimeweza kupata fursa ya kupata mafanikio mbalimbali. Mbali na tuzo, nimeweza kupata exposure ya kufika katika event mbalimbali na kukutana na waandishi wengine ambao wamenizidi experience. Nimeweza kupata tuzo mbalimbali na kushiriki katika competitions mbalimbali. Tuzo moja hapo ambayo nishai kuipata ni mwaka jana ambapo nilipata tuzo ya Ladies in Islam katika uandishi na uongozi wa kuchipukia, lakini pia nilipata tuzo ya binti mwenye ndoto katika book writing. Na mwaka huu, mwaka 2026, nilifanikiwa kushiriki katika mashindano yaliyotolewa na shirika la Posta Tanzania, ambayo mashindano haya ilikuwa ni kuhusu uandishi wa barua. Unatamani siku moja uwe rais wa Tanzania? Kama Allah atajalia na umri na wakati ukifika sahihi, nami ningetamani kuwa rais wa Tanzania, na hiyo ni kwa sababu zifuatazo. Moja, ninapenda kuwaongoza watu wengine waweze kufika katika malengo yao. Siku moja ukapata nafasi ya kukutana na rais wa Tanzania, unatamani kumwambia nini? Kwanza ningependa kumpongeza kwa kazi nzuri anayofanya, kwa kuwa wote tunaamini kuongoza taifa sio kitu rahisi. Hivyo ningependa kumpongeza kwa kuiongoza vyema nchi yetu, lakini pia ningependa kumpongeza kwa kuleta sera mbalimbali za elimu zilizoweza kuboresha mfumo wetu wa elimu kama taifa, kwa kuwa ameweza kuendeleza mfumo wa elimu bure kwa wale ambao wanatumia shule za serikali. Lakini pia ningependa kumuomba katika sera hii ya elimu aweze kuongezea kwamba katika shule za serikali na shule zote kwa ujumla tuweze kupata nafasi ya kila mtoto na kijana aweze kupewa nafasi ya kupewa training kwa ajili ya kujiandaa kuja kuwa mkubwa, kwa sababu kwa miaka mingi tumezoea kwamba mtoto akisha soma akienda chuo akipata cheti atapata kazi, lakini katika dunia yetu ya sasa haiko hivyo. Lazima kila mmoja wetu aweze kutambua talent alionayo, awe unique, ndio aweze kupata nafasi ya kupata kazi ama kujiajiri. Una utaratibu wa kusoma vitabu, na kwa mwaka unasoma vitabu vingapi? Ndio, nina utaratibu wa kusoma vitabu na huwa najiwekea malengo ya kusoma vitabu 12 mpaka 15, na kwa mfano kwa mwaka jana nimefanikiwa kusoma vitabu 12, na vitabu ambavyo nilivipenda zaidi kilikuwa ni kitabu cha This is Marketing by Seth Godin na Rich Dad Poor Dad na Success Principle for Teens. Jamii siku hizi hatupendi kusoma vitabu.
wengi ukiwauliza wamesoma vitabu vingapi, hawawezi kukupa jibu ambalo kama umetupa wewe hapa. Unatuambia nini watu ambao hatupendi kabisa kusoma vitabu? Kwanza ningependa kuweka wazi kwamba vitabu ni fursa ya sisi kujifunza vitu vingi sana, kwa sababu sio kila kitu tutafundishwa darasani, sio kila kitu tutakiona katika mazingira yetu, lakini ni vitu vingi sana ambavyo Watanzania ama ni jamii kubwa ya watu ambao hawapendi kusoma vitabu wamefichwa navyo, kwa sababu hivi vitu viko ndani ya vitabu. Na mara nyingi huwa tunasikia msemo kama ukitaka kumficha Mwafrika eka kitu katika vitabu, na hichi kitu ni kitu ambacho tunatakiwa kukiondoa, kwa sababu utamaduni wa kusoma vitabu ni kitu ambacho ni muhimu sana, hasa kwa sisi watoto. Kuna mtu anatamani kupata kitabu chako ambacho wewe umekiandika, anakipata wapi? Hichi cha The First Female President ama rais wa kwanza mwanamke kinapatikana online kwa kuwasiliana na mimi DM kupitia kurasa yangu ya Instagram ambayo ni Rafat_Simba ama kupitia namba ya simu 0693681631. Mtazamaji wa Michuzi TV, tumetoka kumsikiliza binti Rafat. Ni binti ambaye ana historia kubwa ya uandishi wa vitabu. Kama ulivyomsikiliza, uandishi wake umejengwa na malezi na makuzi ambayo ameyapata kutoka kwa wazazi wake. Hivyo basi, tukiwa kama wazazi, tuna wajibu wa kuwalea na kuwatunza watoto wetu vizuri. Ukiwa kama mzazi, usiache kutafuta kipaji cha mtoto wako. Tambua mtoto wangu ana kipaji gani, uanze kumwendeleza. Yamkini mtoto wako ana uwezo mzuri wa kucheza mpira, anaweza vizuri kuimba ama kudansi. Basi ni wakati wako kama mzazi uweze kuonyesha kipaji ambacho mtoto wako anacho. Ukitaka kupata vitabu ambavyo vimeandikwa na Rafati, unaweza kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama Rafati_Simba ama ukampigia 0693681631. Hizi ni namba ambazo ukipiga utaweza kuzungumza na Rafat na ataweza kukupatia kitabu ama akakushauri. Kama wewe ni mtoto ambaye unanisikiliza sasa hivi, ukimpigia basi ataweza kukushauri namna bora ya kuweza kujua kwamba wewe una kipaji gani, kujua kwamba una uwezo wa kuandika ama huwezi kuandika, lakini kuna kitu cha tofauti ambacho wewe unaweza ukakifanya. Hii ni Michuzi TV, nami ni Farida Mangube. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutufuatilia.